nyumba labda Mungu. Sasa hujafikiwa na wakati ukaona kama baridi imekuwa nyingi kidogo ukasema inabidi utafute counterpart hivi? Hayo basi si ni pesa tu hizo. Nasema mambo ya sex. Kwa hiyo wewe kwenye mali mahitaji mimi niko sawa. Ndoa tu ndio yani? Yes. Home ni kule. Mimi najituliza huko chini. Mimi mamako aliondoka na mimi nikaonelea. Mimi niko hivi bachelor boy. Hii ni mabegi haya ya kitamaduni. So naona hii. Huwezi dedi wewe na huu mguu, sijui mengine. Wewe unapika ama? Mimi spiki hapa ninaota moto tu. Nyumba labda Mungu. Kudanganyia nini babu? Imenisaidia hata uzima wangu hivi na uingia tena. Lakini ingelikuwa ni wa hivi. Kabisa babu, sikudanganya. Kukupaka sasa dawa. Akanitibu dawa za aina karibu niko nazo zimebakia. Kidonda kimfumbana, bakia maumivu sasa hapo ndani. Bado nikienda, bado. Hata hao wa mtaani wanajua hivyo. Nyumba imenitibu. Ulichukua siku ngapi baada wewe hiyo mchina kuondoka mpaka kupona kabisa? Tuseme hivi pana karibu mwezi wa 5 hivi. Si kitambo vile. Na amesema mimi naenda naishi Nairobi na nikija hapa pana historia yangu. Lazima nikuangalie. Hata kama umevunja hapo kwa nyumbani, tena nitajua ukoje. Juu ya hii nyumba hii. Nyumba imekusaidia hii. Singe kwa hii nyumba. Nakwambia aliona ni vile ametoka kidogo huyo brother, lakini yuko na simu amepiga vile mguu huko. Yuko kwa hali mbaya. Hali mbaya au wengine walisema huu unastahili kukatwa. Hizo dawa nikaziacha hizo za huko chemistry. Kanza na hizi na asema hata usidanganywe na mtu. Maana endelea na hizi mpaka utakuja niambia. Huwezi dedi wewe na huu mguu, sijui mengine. Na hizi dawa. Na naweza kukuonyesha hizo dawa. Siko. Wacha sasa tuonyeshe nyumba sasa. Ndio. Tuone nyumba inavyokaa. Sasa tutanionyesha hizo dawa. Hakuna shida babu. Hakujeni wazee. Kabla hatujafika huko. Naam. Mlangoni hapa. Yes. Kama hapa ndio wewe unapika ama? Mimi spiki hapa ninaota moto tu. Hapa ni kuota moto. Na hapa ni kwa? Hapo ni kama ilikuwa ni ile kabati ya udongo. Kabati. Ilikuwa ni kabati. Sawa. Alafu huku ndio store ya hiyo kigorofa huko. Hapa ni store. Vifaa vyako mwenyewe kichakuja na ndizi unazekata. Kabisa. Sawa. Twende. Shamaliza huko. Twende. Unaona pale kabisa mpaka kuna kioo pale. Gari nikujaanguka hapa. Wakasema hii kioo chukua babu, manake haifai tena. Wewe umekuwa engineer? Mimi niko babu. Na hapa? Kazi zangu ni hizo. Hizo ni za? Hii ni mabegi haya ya kitamaduni. Si unaona hii? Si unaona hii? Ni mlala huo. Ni mlala huo. Si tuatumia kitamaduni bwana. Si unaona? Begi nyingine ndio hii. Mara nyingine husuka mikaziuza hivi. Twende juu sasa. Twende juu. Stairs ziko kabisa hapa zimewekwa. Twende. Naona bado kuna nguo zako mzee. Njoo baba. Hauyumbi kupanda huko wewe. Njoo, kuko free, mimi naweza kunywa pombe kama ni mnywaji wa pombe bwana. Sasa. Sasa hapa ndo unajituliza usiku ama? Mimi najituliza huko chini. Na huko pia kuna stairs za nje. Huko kuna stairs za nje. Hata bado sija. Ya. Mazingira ni mazuri haya.
Hapa kama uko na stress zinakuisha. Nasikia watu wenyewe nikufanyia hivyo ni. Ni bwana. Ni brother, si unaona hiki? Hiki ndio kilikuwa kimko hivi. Waona? Sasa kuna hapa. Paka bambuka nimefika Kaloleni Center. Kumbe hata si hayo. Kuna kuja mazito. Kadhani ni madogo kumbe yanazidi. Bwana. Hapo ulikuwa unauza ndizi hapa na nauza ndizi mimi, hata ndizi za mbichi naweka huku mimi. Hakuna mtu ambaye anaweza kuja akapanda. Mimi niko daily. Sina matembezi sana. Shamba ndizi hapa jamaa. Kubwa Kabisa. Umepanda mwenyewe hizi? Nimepanda mwenyewe. Sasa hujasema kama hapo kuna mama ama vipi unaishije? Mimi mamako aliondoka na mimi nikaonelea. Nimemjua vile apendavyo. Ataka raha na mimi bado sijapata raha. Usikusudie kitu na hukiezi kwa dunia, utaiba. Unanielewa? Wale ni watu kama sisi tu. Lakini ukimwangalia hivi anapenda uwe uko nacho tayari. Basi dede Lakini kama huna babangu basi anakuenjoy. Yeye akiona mtu anakunywa chai ya maziwa pale na yeye anapenda na yeye awe anakula. Akipenda dera kule huku na wewe uwe unajiweza baba. Bila hivyo anakuonyesha mambo ambayo hata hailengani. Lakini stress zitakuwa nyingi. Wakati anaondoka mlikuwa mmepanga mambo ya familia labda kama mshapata watoto? Ilikuwa bado. Mimi niko hivi bachelor boy. Umekaa na struggle bila shida yoyote. Na nimeyajua tayari ya wanawake, bakia nini? Wacha niangalie uchumi wangu utakuwaje duniani kwanza. Maana wapendwa wewe kama uko na pesa wewe. Wapendwa wewe sahi? Sahi. Unajua mimi bado kijana na sasa hivi viatu nimevitoa kule kwa ajili hii nyumba ila wadudu waitwa madama. Ndio mara nyingine ndio nimevitoa huko chini. Si unaona hata na raba tu kule. Tena niko na karibu miezi 8 sijavaa kwa hii ugonjwa ulionipata. Sina lazima sana. Hii nyumba hapa ni jirani ama ni yako? Hii nyumba maini bwana. Ile ya brother alikuwa town kwa muda mwingi na yeye akaona mambo ya town ikoje. Brother niangalie Kabudu na mimi nje nishi. Home ni kule. Hii ndio village yetu. Kutoka hiyo nyumba kubwa wote hapo sisi tuko huku kwa mpaka, ni mpaka huku. Na mimi sina kazi ya kuandikwa. Hata nimeandikwa juzi tu boy shamba hapa ndani hapa. Na panda viazi tamu, panda migomba kama hii jamaa wanakaa town, jamaa wenyewe waka town. Miogo na panda. Mimi tuseme shida zaidi ya mambo kama hayo najitegemea mwenyewe kibinafsi. Mimi naita tu kuuliza swali. Ndio. Swali si gumu sana. Niambie. Utawezaje kuishi miaka hiyo yote ukiwa peke yako tu bila Siko peke yangu. Nimeoa na nikawajua. Ukumbusho wa bibi ni huo, uko na hela. Bila hela baba, wewe utaoa paka utachoka. Sasa hujafikiwa na wakati ukaona kama baridi imekuwa nyingi kidogo ukasema inabidi utafute counterpart hivi? Hayo basi si pesa tu hizo. Mtu anakupenda mwenyewe wewe kwa vile amelala na njaa mwenyewe. Si anakuja tu. Pendo lake yeye. Wajua sikudanganyi. Sasa umekuwa ukitembelea. Wanawake wana shida kushinda waume. Waume wana njia nyingi ya kupata riziki. Sika umenielewa lakini. Ndio.
Sema. Mambo ya sex. Kwa sababu inabidi unaweza ukatulia. Wewe toboa tu, toboa ukae. Ikitokea kama wakati huo kama una vitu vinazidi yani. Sasa si basi babu wewe hata wewe pia si unajijua mwenyewe kwa mambo hayo wewe utashindwa na hiyo kitu rahisi sana hiyo kitu basi hata pengine waweza gongewa wewe kabla ya promise tena kwa vile wajiweza mwanangu ni uanze kujiweza kwanza utawaona wanakuja wenyewe hivi sikudanganyi brother bidii yako wewe hukosi mwanamke bila promise anakuja gonga. Unasema hujaoa lakini hukosi mwanamke. Kuna mtu ambaye anakosa mwanamke sinchizi. Kwa hiyo wewe kwenye mali mahitaji mimi niko sawa. Ndoa tu ndio yani. Yes. Si unajua bwana, moja na moja ni mbili. Sasa upishi sasa kwa sababu sasa una mke. Upishi. Chakula sasa inakuaje? Babu, hicho chakula kule kuchuma ndio kunasumbua. Lakini uko nacho kwa nyumba huko kukipika. Kwanza kama hoteli si unajua wewe. Waweza kupawa hata for you kwa vile unanunua pale kila siku. Mambo ya chakula usijali babu. Ishi na kuomba Mungu uzima peke yake tu baba. Kila mmoja anatafuta uzima peke yake, lakini kwa akili yake lazima ajue nitakula nini daily. Au sio bwana? Sawa, wacha basi tushuke, tuonyeshe hili shamba lako hapa. Ndio. Na ile shamba lingine liko mbali sana unaweza tutaweza. Tutaweza. Haiko mbali. Haya babu. Tuta kwa nyuma. Tuta kwa mbele, tuta kwa nyuma. Tushuke. Haya. Hapa kama hujakuwa fundi sawa unaweza anguka hapa. Aweza anguka. Sasa utaanguka vipi na huko ni juu? Unataka fundi hapa. Sawa babu. Inabidi wewe umemaster. Haya. Uko sawa? Twende. Twaenda. Wacha hiyo piki. Wacha kiache hapa. Tuko rounds kidogo. Twenda shamba. Iko mbali? Pale kwenye B-boss. Hapa. Hizi ndizo zako. Twende. Kwenye migomba. Kwenye migomba. Si ndio? Hapa ununue hapa vitu vinamea. Vyawa vyenyewe. Bora mashine yako iwe ni nzuri. Mashine ipi? Mashine ni mtu ule basi ufanye kazi. Si ule ukasimame kijiweni alafu na leta mambo mengi ya kwa. Nakwambia hao watu hata wanarudi change. Sasa nikakuonyeshe kwenye viazi tamu. Tunashukuru sana kwa muda wako. Tunashukuru sana kwa story yako ya kusisimua. Ndio. Tumalize kwa jina lako. Mimi nilikuwa nataka nimuonyeshe kule mmalizane na huko kwa kuajiriwa. Tunaona ni mbali huko mzee. Mbali hapa kwenye B-boss hapa kwenye Mkanjo. Lakini unajua muhimu zaidi ni story yako unaelezea. Okay, historia. Naitwa mimi jina kubwa kutoka Chanagande Center. Ukitaka mimi namtaka Kalukango. Kalukango. Hiyo jina ukitoka Kaloleni uliza unataka Chanagande, ukishuka nataka mzee mmoja anaitwa Kalukango. Hakuna mwingine hapa area. Hapa unakaribishwa, ni kitu chochote unakula, ni vile maumivu mingi sana